Bwana Yesu asifiwe tena. Mshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante tena Bwana kwa wakati muda sana dakika hizi ambazo imekupendeza Bwana tuwe hapa mbele zako Mfalme. Tunasema asante Bwana mabwana kuwa katika madhabahu yako. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Ninaomba tena Mungu mtakatifu ya kwamba uwe pamoja nasi tena Bwana wakati huu Mfalme. Kaendelea kuzungumza nasi tena Bwana kwa wakati mwingine kwa namna nyingine. Mfalme, tunahitaji kuendelea kukusikia wewe na kuendelea kukuelewa na kuendelea kujua zaidi ya Bwana kuhusu wewe katika jina la Yesu. Ana ya Bwana, tulikuwa tukiitii ile namna tuliokuwa nayo mwanzo, na hata sasa tunahitaji kujua namna hii mpya, maisha haya mapya ya Bwana. Tunahitaji kukujua vyema tuweze kukuishi Bwana vile utakavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba Bwana ukazungumze na kila mmoja wetu asubuhi ya leo kwa utukufu wako Mwokozi Yesu, katika jina lenye nguvu na takatifu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Niombe tuendelee. Muda wetu umesogea kidogo, lakini tuendelee na Mungu atupe neema. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Tumezungumza mara kadhaa, kwa siku kadhaa sasa tumekuwa tukizungumza kwa habari ya nguvu ya ujuzi, ile nguvu ya kujua au nguvu ya elimu ndani ya mtu. Tunamshukuru Mungu kwa vile ambao katika maeneo yale ambayo ametupitisha na tumepata kuona mambo kadhaa, na tumepata kuona kwamba moja kati ya mambo ambayo tumepata kuyaona ni kwamba elimu iliyo ndani yako ndio inayoendesha maisha yako, au kile unajua ndicho kinaendesha maisha yako. Na nikaongezea hivi kwamba kile unajua ndicho hata uko na ujasiri wa kuomba kuhusu hicho. Yaani kile uko na ujasiri wa kukifanya ni kile unakijua. Kile ambacho haukijui hauna ujasiri wa kufanya. Do you know why? Just because hauelewi uanzie wapi. Kila mtu hata kufikiri kwako kuna fikiri au unafikiri kile unachokijua. There is no way unaweza fikiria kitu ujui. Huwezi kufikiria kitu ambacho haukijui. Kile unachokijua ndicho unachoweza kukitafakari. Tunakwenda sawa sawa. So ni muhimu sana ukawa makini na kile unajua. Ni muhimu sana ukawa makini na kile unajifunza. Ni muhimu sana ukawa makini na kile unaangalia mara kwa mara, kwa sababu hicho kinaingiza ujuzi fulani ndani yako. Ni muhimu sana ukawa makini na kile ambacho unakisikia mara kwa mara, unasikiliza mara kwa mara, kwa sababu kinaingiza ujuzi fulani ndani yako. Na uwe makini sana na kile ambacho huwa yani kile mazingira fulani, hata kile ambacho unagusa, kwa sababu ndio njia tatu ambazo zinaingiza ujuzi. Kwa sababu hicho ndicho kinaendelea kukua ndani yako, ndicho unaendelea kukijua. Sasa uwe makini sana na Mungu akupe neema sana. Kuna mambo mengine si lazima uyaone, kuna mambo mengine si lazima uyasikie, kwa sababu unaendelea kujifunza, unaendelea kuyajua. Na nataka nikuongezee na kuambia hivi, mpendwa mtumishi wa Bwana, kwamba chochote kile unachokijua, elimu yoyote inayoingia ndani yako inakujaga na nguvu yake. Ngoja niseme tena. Elimu yoyote ile inayoingia ndani yako inakuaga na nguvu yake. Ukijifunza kuhusu dunia na anasa zake, kuna nguvu ya adui inaambatana na hiyo elimu. Lakini ukijifunza kuhusu Mungu, uzuri, uaminifu na utakatifu wake, kuna nguvu inayoambatana na hiyo ujuzi. Tuko sawa sawa? So kila kitu ambacho, kila elimu, maana ziko elimu mbili tu duniani. Kuna elimu ya Mungu na elimu ya dunia. Elimu ya dunia ni pamoja, inaambatana na elimu na mambo ya dhambi na uovu na uharibifu. Elimu ya Mungu inaambatana na habari ya utakatifu na uaminifu na utiifu kwa Mungu. Sasa hii elimu ya dunia ina nguvu yake na elimu ya Mungu ina nguvu yake. The way mtu anastudy zaidi kuhusu Mungu ni the way kuna atmosphere, kuna hali ya hewa ya kimungu inakuwa ndani ya maisha yake. The way unastudy kuhusu dunia na mambo yake, kuna atmosphere ya kidunia ya kishetani inakuwa ndani ya maisha yako. Kila ambacho unajifunza zaidi ndicho unaambatana nacho zaidi. Lakini nisiache kukukumbusha kwamba mwanadamu anaishi both, anaishi spiritual and physical at once. So ni muhimu sana ukajua maisha yetu halisi ni rohoni,
maisha yetu halisi ni rohoni. Hasa kwa bahati mbaya sana huwa ulimwengu wa roho tunautembelea mara chache mno. Ni mara chache mno, pengine ni mara chache mno. Tulio wengi huwa tunatembelea mara chache. Watu walio wengi sana hawafikagi kule kwenye ulimwengu wa roho, pamoja na kwamba wanaweza kuwa wako kwenye maombi wanaomba, lakini huwa hawafikagi. Usahau kufika kule, lazima usikie kuna argument kati yako na Mungu, kuna mazungumzo yanaendelea. Sasa kule ndio mahali ambako tunapaswa kuingia zaidi. Kwa hiyo kule tunashindwa kujua, na hata nguvu yake inakuwa ndogo ndani yetu, na kadri ile nguvu inavyokuwa ndogo ndani yetu, hata imani yetu kwa Mungu inaendelea kuwa nini? Kuwa ndogo. Na kadri nguvu yetu na kadri imani yetu inavyoendelea kuwa ndogo, ndivyo ambavyo hata na utendaji wetu kuhusu Mungu, kwa mambo ya kimungu, unavyokuwa hafifu zaidi, kwa sababu mtu hawezi kutumikia yule asiyemjua. Tuko vizuri? Yesu na atusaidie sana. Kwa hivyo ni muhimu sana ukapata kuelewa. Lakini wacha tusome ya maneno ya Mungu hapa, kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21, na ni maneno ambayo najua unayafahamu tayari, umeshajua yanasemaje, lakini wacha tuyasome katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema hivi: mjue sana Mungu, mjue sana Mungu. Huyu sio Ayubu, ni Elifazi Mtemani alikuwa anazungumza haya. Huyu ni Elifazi Mtemani, lakini neno la Mungu linasema hivi: mjue sana Mungu. Umjue sana nani? Mungu. Katika kujua kwako, jua zaidi sana kuhusu Mungu kuliko kujua zaidi kuhusu dunia. Mimi sijakataa wewe uende shule, uende chuo, uende kozi mbalimbali, ni sawa kabisa, kwa sababu elimu haina mwisho, ni vizuri. Lakini elewa, unapaswa kumjua Mungu zaidi kuliko unavyojua mambo ya dunia. Narudia tena, kadri unavyoendelea kujifunza, ongeza bidii yako katika kumjua nani, katika kujifunza zaidi kuhusu Mungu kuliko mambo ya dunia. Hukusoma mpaka kama utafika mahali kumeandikwa hakuna kuendelea tena na elimu imeisha, elimu imeisha, sawa. Lakini huku kwa Mungu endelea kujifunza siku hata siku. Hakuna siku ambayo unapaswa kuacha kujifunza. Kila siku tunapaswa kuongeza knowledge yetu, kwa sababu anasema mjue, sio kidogo, mjue sana. Nani? Mungu. Ukimjua sana Mungu, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye kitabu cha Waefeso tulisoma siku ile wiki iliyopita, tukiangalia kwa habari ya ile tulivyokuwa tunamalizia nia ya Kristo wiki zilizopita hapo nyuma, tumeangalia na tunasoma Waefeso 4:11 mpaka 13 pale. 13 anasema hata sisi nasi tutakapofikia umoja wa 12, hata sisi nasi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hiyo mstari wa 13 tunasema, kumfahamu sana na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Anasema ili weje? Anasema ili sio watoto wachanga tukirushwa huku na kule, kinachosababisha unayumba kiimani. Kuna mafundisho yanakuja, haya yanakuumbisha, haya yanakuja yanakuyumbisha, haya yanakupeleka huku, hauna msimamo wa kiimani, hauna msimamo, ni kama kusema haujielewi spiritual. Ni kwa sababu haujapata nafasi ya kumjua Mungu vizuri, haujajifunza zaidi kuhusu Mungu. Ukijifunza zaidi kuhusu Mungu huwezi kuyumbishwa. Anasema na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Ili anasema hata nasi tutakapofika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa nani? Wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga. Lakini the source ya kufika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo sio kitu kingine. Anasema ni kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hiyo ndio inayotupeleka kwenye kufika kwenye cheo cha utimilifu wa nani? Kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa nani? Wa Kristo. Kule kumfahamu sana mwana wa Mungu ndio kunatupeleka kwenye ile level. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilizeni wapendwa, kuna watu wanatamani na wangetamani kuona sana mambo ya kimungu makubwa yakitendeka kwenye maisha yao, lakini kujifunza kuhusu Mungu hawana. Wana muda zaidi na movie, wana muda zaidi na WhatsApp na vitu kama hivyo. Mimi sijakataa, ni vitu vizuri, lakini muda wako wa kujifunza kuhusu Mungu uko wapi? Unaishia kwenye wishes. Ile kuwishi sio kujua. Nisikilize, na hakuna elimu itaingia ndani yako bila kuitafuta. Elimu inatafutwa.
Hakuna elimu inaingiaga ndani ya mtu bila kutafutwa. Hakuna. Kila elimu inatafutwa. Elimu ya Mungu inatafutwa. Elimu ya dunia vile vile inatafutwa. Unatumia gharama mbalimbali kuitafuta elimu ya dunia, na hivyo hivyo tumia tena gharama ya kutafuta elimu ya Mungu ni ndogo. Gharama ya kutafuta kumjua Mungu ni ndogo. Anasema hata nasi tutakapofikia umoja wa imani na nini, anasema na kumfahamu sana. Yani nitaisisitiza zaidi, na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Maana hii itatupeleka kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa nani? Wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga kuyumbayumba. Unayumbishwa hivi, utayumbishwa hivi, unayumbishwa hivi. Mambo mengine tunayoyasikia na kuyafuata hayako kwenye neno la Mungu, hayako kwenye Biblia. Si maagizo ya Roho, ni maagizo ya wanadamu. Ni mafundisho ujanja wao tu ili wakupige hela, lakini bado uelewi. Kwa sababu gani uelewi? Ni kwa sababu elimu ya Mungu, au haumjui Mungu vizuri. Ukimjua Mungu vizuri hauwezi kuyumbishwa. Leo atakwambia unywe mafuta. Mimi najiuliza, umekuwa Land Rover? Wao umekuwa ni petrol station, wanakunywesha mafuta. Leo atakwambia unywe mafuta, kwa sababu hujui Mungu, utagonga tu. Wanakuambia kesho kutwa, unajua sasa imekuja ya kukanyaga mafuta, unaenda na unakanyaga tu. Mafuta ya upako yanakanyagwa. Unaenda unakanyaga kwa sababu haumjui Mungu. Ukimjua Mungu huwezi kuyumbishwa na vitu hivyo vya upuzi. Huwezi kuyumbishwa na elimu ya udanganyifu ya wanadamu isiyotokana na Mungu. Kesho atakwambia kuna keki ya upako, unaenda unagonga tu. Kesho kutwa atakwambia kuna pipi za upako, utaenda. Ngoja bado kidogo atakwambia kuna busu za upako, wataenda watakukisi, tena deep kiss. Wataenda. Yesu atusaidie sana. Ndio, kesho kutwa unaambia kuna kuvunjwa agano kwa kuingizwa mkono sehemu za siri, utakubali tu. Tunaona ni sawa tu. Siku nyingine utaambiwa kuna kuvunja maagano kwa kuvua nguo, utavua tu. Kwa sababu mjui Mungu. Lakini ukimjua Mungu huwezi yumbishwa. Anasema hata sisi tusio watoto wachanga. Ule kumjua Mungu tunapelekea yani kadri tunavyoendelea kumjua Mungu, ule utoto, ule uchanga, ule kuyumbishwa hakupo. Ule msimamo wa kiroho unaendelea kutengenezwa. Yesu anatusaidia. Msimamo katika utakatifu. Hata ule msimamo wako ambao unasema sitaki kujua mimi inakutosha wapi? Elimu ya Mungu haina mwisho. Ili uanze kujifunza kuhusu Mungu, lazima uwe umepata imani ya wokovu kwanza. Umemwamini Yesu amekuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unapata hapo ndo unajifunza Mungu. Yesu atusaidie sana. Unaendelea kutafuta Mungu. Anasema mjue sana Mungu. Jua sana. Kwa sababu ndio atakayopelekea usiwe mtoto mchanga, usitapeliwe. Hela ngapi zimeliwa? Mtu mmoja nilikutana naye. Kwanza alinipigia simu, bana 1 2 3, siku nyingine nikakutana naye. Ananieleza jinsi ambavyo amepata changamoto fulani. Kuna vita anapitia kwenye ulimwengu wa roho, kuna vita anapigana nayo rohoni ambayo inahusiana na maisha yake kwa ujumla. Ni mtu ambaye Mungu amempa mali kwa kiasi fulani. Sasa mali zake ziko kwenye mgogoro, zina vita nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Lakini sasa anapigana hiyo vita mpaka anafika mahali kama anataka kwa kichaa. Vita imekuwa kubwa. Aliponitafuta nikamwambia kitu cha kwanza, relax, ili Mungu aingilie hiyo vita. Sasa hakunieleza vizuri, lakini baadaye nilikuja kuelewa, nilikuja kupata neema ya kujua kwamba alikuwa ameshatembea kwa watu mbalimbali na wamemla hela, mpaka wengine na wajua. Na nikimwangalia yule jamaa namuhurumia. Wamempiga hela sio kidogo. Na hili nimekutana watu wengi tu wamempiga hela kweli kweli. Yaani wamemla hela. Anaambia leo lete milioni, haoni shida. Anaenda na draw bank, anatuma tu. Lete hii hapa, lete 500 ili uweze kumuona mtumishi wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Nisikilizeni wanadamu, kinachosababisha watu wanatapeliwa kwa mpaka kwa mambo ya rohoni, wanatapeliwa na mambo mbalimbali, ni kwa sababu hatujapata kumjua Mungu. Ukimjua sana Mungu, huwezi kusumbuliwa na mambo ya kizembe namna hiyo. Huwezi kusumbuliwa hivyo. Kwa sababu utajua Mungu hatendi kazi kwa malipo ya kimwili. Mungu hatendi kazi eti kwa maagizo ya malipo ya shilingi kadhaa. Karama ya Mungu haiuzwi. Narudia tena, karama ya Mungu haiuzwi. Haitajalisha nini, lakini karama ya Mungu haiuzwi hata kidogo, hata shilingi moja. Kwa hiyo
kinachosababisha unatapeliwa fedha zako mara kadha wa kadha, ni kwa sababu haumjui Mungu. Ukimjua Mungu huwezi kusumbuliwa na hiyo. Yaani wakati mwingine watu wanadhani ukishamwamini Yesu tu umemjua Mungu. No, nataka kuambia hivi, elimu ya Mungu inaongezeka kila siku. Kama vile ambavyo wanasema elimu ya dunia haina mwisho, elimu ya Mungu ni zaidi mara 100. Haina mwisho. Hiyo unajifunza mpaka siku unakufa. Unajifunza tu. Nani kukumbushe, kujifunza au kutafuta elimu ya Mungu hakuna gharama kama ya dunia ilivyo. Utalipa mamilioni ya hela huku ili ujifunze kuhusu mambo fulani ya dunia, lakini huku hakuna gharama unayolipa. Wewe ukishanunua Biblia yako ukawa na muda wa kuomba, imetosha. Bwana Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana muhimu sana umjue Mungu. So ukimjua Mungu hautayumbishwa, hautakuwa mtoto mchanga. Wataendelea kukuibia, wamekuibia na wataendelea kukuibia, wamekupiga hela na wataendelea kukupiga hela kweli kweli, mpaka pale utakapopata nafasi ya kumjua Mungu. Na kule kumjua sana mwana wa Mungu kutakupeleka kwenye cheo cha utimilifu wa nani? Wa Kristo. Hiyo ndio nia yake, anataka tufike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tumjue vizuri, kwa sababu narudia tena, kila elimu inakujaga na nguvu. Na wanakufundisha zaidi, hawakufundisha zaidi kuhusu Mungu, wanakufundisha zaidi kuhusu hiyo nguvu ambayo inakutesa. Wanakufundisha zaidi kuhusu demonology na vitu kama hivyo. Yote ni kwa sababu gani? Ni ili waweze kuchukua. Lakini usisahau kwenye Warumi 1:28 inasema hivi, kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Ni wao walikataa kuwa na Mungu katika nini? Katika fahamu zao. Niwaambieni kitu wapendwa watumishi wa Bwana. Naomba uelewe kuanzia leo ya kwamba mara nyingi sana adui anatumia njia hii watu wajifunze kuhusu uovu. Hii itapelekea sana hasa kuhusu sex. Watu wajifunze. Wao ukidanganywa kwamba ni kutafuta position, si ni kutafuta namna ya kumfurahisha mkeo, namna ya kumfurahisha mumeo, na wengine mmedanganywa, mmeambiwa jifunze hiyo sana, jifunze hayo ili umtulize mumeo asiwe na mchepuko, ili umtulize mkeo asiwe na mchepuko. Nisikilize, mchepuko is just a spirit. Huwezi kushindana na physical. There is no way you can fight a spirit by your physical appearance. Hauwezi. Hakuna vile unaweza kushindana na roho kwa mwili wako. Huwezi kabisa. Haiwezekani. So ni muhimu sana ukajua. Watu wamejaribu, wanajifunza hivi na vile, sila utapita website gani, eti unajifunza namna ya kumtosheleza mkeo, namna ya kumtosheleza mumeo. Hiyo elimu inayoingia ndani yako, narudia tena, kila elimu inaambatana na power nyuma yake. Iko na nguvu nyuma yake ambayo inaisukuma ile elimu iende. So ni muhimu ukajua. Kadri unavyojua kuhusu haya, ndivyo na nguvu ya adui inavyoingia kwenye maisha yako. Na kadri inavyoingia kwenye maisha yako, elewa, hata vile utakavyovizaa watoto watakaozaliwa kupitia wewe. Siku hiyo umetoka umeangalia pornography ndio ukaenda ikatokea kakazaliwa katoto, katakuwa na hiyo spirit ya 100%, and there is no way you can avoid. Hakuna namna. Yesu na atusaidie sana. So utajikuta tunatengeneza kizazi cha wazinzi, kizazi cha waasherati kweli kweli. Ndio maana utashangaa watoto wa miaka 11, 12, 14 wameharibika. Kwa nini? Kwa sababu walizaliwa kwenye misingi mibovu. Walizaliwa kwenye misingi mibovu. Na mara nyingi naomba uelewe, kwa nini watu wengi sana hasa tuseme upande wa vijana zaidi, na wale watu ambao hawana wenzi, hawajaolewa au hawajaoa, wengi sana utakuta anakuambia anasumbuliwa na ndoto ambazo nyinyi mmezoea kuziita ndoto nyevu, lakini zile ndoto ni satanic, ni za kishetani. Kwa nini wanasumbuliwa na hizo roho? Mara nyingi zinapataga nafasi hasa, yani mara nyingi sana hiyo anaitwa jini mahaba, anaingiliaga maisha ya watu mara nyingi kupitia hizo pornography. So ni elimu fulani ambayo inaingia ndani ya watu, ikiwa ina mapepo ndani na majini tayari. Hiyo elimu wewe unaangalia unasema unajifunza, kumbe unakaribisha jini kwenye nafsi yako, na hiyo itavunja ndoa yako kesho kutwa. Na ili kukuonyesha kwamba ni kweli, angalia wakati itakapoingia utashangaa wewe unafanya kwa mashindano
Unafanya hiyo kitu kwa mashindano. Wakati unafanya kwa mashindano, ndo adui anaendelea kuharibu saikolojia yako. Baadaye unajikuta huwezi kufanya kile ulichokuwa unatamani kufanya. Mwisho wa siku mkeo yuko nje ya ndoa, chini mahaba, ameshavunja ndoa. Kwa sababu gani? Ulimkaribisha mwenyewe. Narudia tena, kila kitu ambacho unajifunza kina nguvu nyuma yake bro. Sawa, kwa sababu kwa kuwa simu ni yako na bando ni lako, unaweza kufanya chochote unataka, whatever you want you can do. Of course, yes, but you have to remember, hiyo inakujaga na nguvu ndani yake, na hiyo nguvu iliyo nyuma yake, hiyo ndio itakayo kupelekea kuharibu maisha yako. Yesu na utusaidie sana. Unaishi kuota zile ndoto za hovyo, unalala umechafuka, unalala unaamka umechafuka, unalala umeamka umechafuka. Kwa sababu gani? Adui alipata nafasi. Kwa kupitia nini? Zile video ulikuwa unaangalia. Kijana, nilisema juzi na nikumbusha tena, unajifunza kuhusu sex na una mke, una mume, haisaidie nini? Na wewe mwenye mume, mwenye mke, unajifunza kwa kuangalia pornography na kuuliza, unajifunza nini humo? Yaani ili isaidie nini? Unashindana na nani? Yesu atusaidie sana. Yaani ili iweje? Na wengine umekaa kwenye ndoa miaka 38, mwaka wa 39 40 ndio unaanza kutafuta hiyo eti ujidoe, yani 39 unaelekea 40, unaelekea kustaafu ndoa, karibu utakufa, ushazeeka na wewe kabisa huko, na wewe unaangalia. Yesu asante sana. Nisikilizeni ndugu zangu, ni muhimu sana ukajua kwamba adui anajaribu kututenda kwa hila sana. Tazama, unaposhika gazeti au unaposhika simu yako ni ngumu sana usinzie. Lakini ukishika Biblia, unataka kujifunza, unataka kusoma, mara nyingi unakutwa na usingizi. Si ni wewe mwenyewe ni shahidi? Ni wewe mwenyewe si shahidi? Kwa sababu gani? Adui hataki upate elimu ya Mungu, hataki umjue Mungu. Maana ukimjua Mungu itakuweka huru. Anasema mjue, anasema nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itafanyaje? Itawaweka huru. So ukishajua kweli itakuweka huru. Kwa hawezi kukuruhusu ujue hiyo, anakuzuia. Lakini kama hata simu yako utakesha mpaka asubuhi, haina shida, mpaka ishe chaji. Ni kwamba itaisha chaji. So kuwa makini na kile unaangalia, kuwa makini na kile unasikiliza. Angalia Ayubu 22:21, tumeshasoma kidogo. B anasema mjue sana Mungu eyo, ili uwe na amani. Amani itatokana na kumjua Mungu. Kwa nini? Utajua hata kama kuna 1, 2, 3 changamoto, God will make a way. Haina shida, Mungu atafanya njia. Sitaingia kwenye uharibifu, hapana, kwa sababu Mungu atafanya njia. Kwa nini? Unamjua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kadri unavyojua kitu fulani, ndivyo kinavyoendelea kukuweka karibu na hicho unachokijua. Yaani ile elimu unayoendelea kuijua, kadri unavyojua kuhusu Mungu, hiyo inaendelea kukuvuta uwe karibu na Mungu zaidi. Na kadri unavyojua kuhusu dunia na anasa zake, inakuvuta uendelee kuijua dunia zaidi na uendelee kuzamia huko. Jua sana Mungu ili uwe na amani. Amani ya kweli inatokana na kumjua Mungu, na kumjua Mungu hakuna mwisho. Endelea kujifunza. Kumjua Mungu kunaleta amani. Jua sana Mungu ili uwe na amani. Anasema, Bii yake anasema, ndivyo mema yatakavyo kujia. Hiyo itapelekea mema yatakujia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwanza ni kumjua sana Mungu. Narudia tena ile Efeso 4:13 kwamba hata sina anasema nitakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana. 12:13 na kumfahamu sana. Nenda kasome mstari wa Efeso 4:12-13. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu, ili tusije tukawa watoto wachanga. Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Kumjua Mungu, anasema ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukapata nafasi ya kuomba asubuhi ya leo. Lakini muhimu sana kugundua na kuelewa mambo haya. Ni muhimu sana kushika hii kitu vizuri katika jina la Yesu. Na Mungu akupe neema zaidi katika kujua.
Mungu akupe neema zaidi. Kesho Mungu akitupa neema tutasoma mistari kadhaa pale tunapoelekea pengine mwisho wa kipengele hiki. Lakini ni muhimu sana, tia bidii yako katika kumjua Mungu. Mungu akitupa neema nitakwambia kile ambacho nasikia kukuambia, kwa nini cha kufanya, nini cha kufanya, uchukue hatua gani ili uendelee sasa, uanze darasa la kumjua Mungu. Ulianza darasa la kumjua Mungu na kumuelewa zaidi katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa tukapata nafasi ya kuomba asubuhi ya leo. Tamani sana kumjua zaidi, kumjua sana Mungu, kumjua sana mwana wa Mungu. Tamani sana ni kumjua Mungu zaidi. Tamani hii na iwe ni shauku ya moyo wako, yawe ni maombi yako. Tamani sana kwenda more deep, yaani uende ndani zaidi katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wakati wa asubuhi ya leo. Ninakushukuru Mungu mwenye haki, kwa kuwa wewe ni mwema, mwaminifu na mwenye uweza, mwenye nguvu. Ninakushukuru sana Bwana kwa sababu ya pendo, huruma, fadhila na neema yako. Ninakushukuru sana mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, kwa kuwa wewe ni Baba na ni kweli na ndivyo ilivyo, kwamba wewe ni Mungu na unastahili utukufu, sifa na heshima. Nani mwingine atafanana na kulingana na wewe? Wewe ni wa pekee Bwana, hauna mfano wako mbinguni wala duniani. Baba, asubuhi ya leo tuko mbele zako tena mtakatifu Mungu wetu, tukikushukuru sana Bwana kwa sababu ya pendo lako la ajabu na la fadhili la pekee mno. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja mbele zako Mungu mtakatifu nikikusii kwamba Bwana, katika asubuhi ya leo umezungumza nasi tena Bwana kwa habari ya kuendelea kukujua na kwa undani na kwa undani na kwa undani na kwa undani zaidi. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu nimekuja kwako wewe Bwana mabwana, nikikuomba Mungu mtakatifu kwamba ukatupe neema tena Mungu mwenye haki. Bwana wangu ninakusihi mno Bwana kwamba ukatupe neema Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Neema yako na iwe juu yetu asubuhi ya leo. Neema yako Bwana itatupatia kibali mbele zako Mungu mwenye haki. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba sana neema yako na iwe juu yetu Bwana, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba neema yako na iwe juu yetu Bwana. Baba, ninakusihi sana kwamba neema yako iwe juu yetu Bwana wangu. Tunaomba neema yako Mungu mtakatifu, tunaomba kibali machoni pako Mungu mwenye haki. Baba yetu na Mungu, tunaomba kibali machoni pako ili kwamba Mungu mtakatifu ukatukubali Bwana mbele zako Mungu mwenye haki. Baba, ukatutengeneze ukatutengeneze vile upendavyo Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana mabwana kwamba ukatufinyange vile utakavyo, uonavyo ni vyema na vile ambavyo unaona kwamba inafaa na inakupendeza. Mwenye haki Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze vile upendavyo Bwana. Hii hatuachi kuomba, kwa kuwa Mungu mtakatifu katika kila hatua ya maisha yetu Bwana tunahitaji kuwa kile ambacho ulitaka kiwe Bwana, kile ambacho ulitaka kitokee ndicho Bwana tunatamani, tunataka kitokee katika maisha yetu Bwana. Baba, naomba ukatutengeneze Mungu mwenye haki Bwana, tukawe kile ambacho wewe ulikitaka tuwe duniani Bwana, vile ambavyo ulitaka tuwe mfalme, hivyo ndivyo tunavyotaka nasi Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nakuomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba Mungu mtakatifu katutengeneze Jehova Mungu wetu na Baba yetu Bwana, tufinyange upendavyo, tutengeneze Bwana vile ambavyo inakupendeza wewe. Hivyo ndivyo katutengeneze Bwana Mungu mwenye haki, mwenye uweza, mamlaka na nguvu, Kristo Yesu Mwokozi, Baba yetu, mwamba wetu na nguvu zetu, mfalme. Nimekuja mbele zako Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu sana Bwana. Baba, nimekuja mbele zako nikikuomba ukatutengeneze Bwana vile upendavyo Mungu mtakatifu Bwana, tufinyange vile ambavyo wewe unaona ni vyema, vile ambavyo unaona inakupendeza, vile ambavyo unaona Bwana kwamba inakufurahisha. Bwana Mungu mtakatifu, uketie patakatifu sana Bwana wangu. Baba, ninasema asante kwa sababu ya pendo lako. Tutengeneze Bwana vile upendavyo mfalme. Bwana, tupe kuwa furaha yako duniani, ukatupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tuishi duniani kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako tuishi Bwana
kwa ajili yako Bwana wa Bwana. Baba, ukatupe neema ya Bwana, tuwe furaha yako duniani katika jina la Yesu. Tutengeneze Bwana wangu na baba yangu. Mimi nakuomba sana Bwana kwamba ukatutengeneze vile upendavyo. Tutengeneze Bwana Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Ukatupe kuwa furaha yako Jehova Mungu wangu na baba yangu. Baba, katika jina la ajabu la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova, ninakuomba sana Bwana kwamba ukatupe neema ya Bwana. Yesu, ukatupe Bwana kuishi kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba, ukatupe kukupendeza wewe Bwana wangu. Bwana, katika dunia hii mfalme Bwana, ukafurahishwe na kuishi kwetu duniani katika jina la Yesu. Baba, tupe kukufahamu sana, tupe kukujua wewe Bwana. Baba, ukajidhihirishe ndani yetu mfalme, ukajidhihirishe Bwana ndani yetu. Baba, ukajionyeshe Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu. Baba, ukatupe neema ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Mungu wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze mfalme vile ambavyo inakupendeza wewe Bwana wangu na baba yangu. Tutengeneze Bwana, tufinyange vile wewe unapenda, vile unaona ni vyema, vile unaona inafaa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba ukatutengeneze na kuomba Bwana wangu ukatutengeneze vile upendavyo, ukatufinyange Bwana Yesu vile inavyofaa mbele zako mfalme. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba ukatufinyange Bwana vile upendavyo. Bwana mabwana, tunaomba neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunaomba Baba ukazungumze nasi tena, ukaendelee kutupa neema katika kukujua Bwana. Tukaendelee kukufahamu, tukaendelee kukuelewa, elimu yako ikaendelee kuwa kubwa ndani yetu Bwana. Yesu, endelea kutufunulia, endelea kutupa neema ya Bwana wangu, namna ya kukujua, namna ya kukujua zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba ukatutengeneze mfalme wa utukufu. Bwana wangu, wala isiwe kawaida kawaida, lakini Jehova, tunahitaji kuwa watu wasiokuwa wa kawaida, watu ambao neema yako iko juu yao kwa wingi na kwa namna ya ajabu katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba ukatufanyie matengenezo mfalme wetu. Baba, tutengeneze Bwana kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Baba, tupe kuishi kwa ajili yako. Yesu, tunakuhitaji wewe Bwana. Tunakuomba Baba, kama ulivyoahidi, ukatupe neema ya Bwana na kibali, ukafanye makao yako ndani yetu Bwana. Ndani yetu pakawe mahali pako pazuri ambapo moyo wako unapenda kukaa. Baba, ukae ndani yetu Bwana Yesu, ukatupe neema, ukae ndani yetu Bwana wangu na baba yangu. Ukatupe neema Bwana, ukae ndani yetu mfalme wa utukufu. Nasi Bwana ukatupe neema, tukae ndani yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana. Baba, ukatupe kuwa Bwana, ukatupe kuishi ndani yako Bwana, na ukae ndani yetu mfalme wa utukufu kama ulivyoahidi mwenyewe. Baba, tunakuomba ukae ndani yetu, ukatupe neema nasi tukae ndani yako katika jina lenye uweza tena mamlaka la nguvu la Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Baba, ukae ndani yetu Bwana. Tunahitaji uwepo wako Bwana kila wakati na kila mahali Bwana, kila namna mfalme. Bwana wangu, haijalishi tuko mazingira gani, tunaomba uwe pamoja nasi Bwana, ukadhihirike kabisa kwamba uko pamoja nasi Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, uwepo wako Bwana ukatembee nasi Bwana kila mahali na kila wakati Bwana, kwa kila majira na kwa kila namna mfalme. Tunakuomba Bwana ukatembee nasi, uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu akatamalaki Bwana kila mahali ambako unatupeleka Baba, tunakuhitaji wewe. Tunaomba neema yako Bwana na iwe pamoja nasi. Tunaomba Bwana utukufu wako mfalme ukatufunike Bwana, wala isiwe kawaida mfalme wa utukufu. Na kuomba tupe neema ya Bwana kukaa uweponi mwako, kukaa uweponi mwako Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe, wewe ndiwe hitaji la mioyo yetu mfalme wa utukufu Bwana. Baba, tunahitaji Mungu mtakatifu kututengeneze, kwa kuwa wewe ndiwe hitaji la mioyo yetu Bwana wangu na baba yangu. Tunahitaji kuona Bwana unakaa ndani yetu na unadhihiri
kudhihirika mfalme kipekee, katika jina lenye uweza, mamlaka, nguvu na utukufu mwingi la Yesu Mwokozi. Baba, nakuomba ukatutengeneze mfalme. Bwana wangu, kae ndani yetu. Tunakuomba Bwana, mabwana, utukufu wako katembee nasi. Acha Bwana uwepo wako mfalme uwe pamoja nasi Bwana kila wakati mfalme wetu. Bwana wangu, tunakuomba utukufu wako Bwana Yesu na uwepo wako ukatembee na sisi Bwana kila mahali na kwa kila jambo. Bwana wangu, nakuomba mfalme Bwana, tusiwe peke yetu mahali popote, lakini kila mahali Bwana uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Tunakuomba Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba neema yako, naomba Bwana wangu we pamoja nasi mfalme. Bwana wangu, nakuomba kila mahali Bwana wangu katembee nasi. Wako watoto wako wanaomba sahihi Bwana, wengine wanaomba ujazo wa Roho Mtakatifu, hawajawahi kujaa nasi Bwana. Na mimi Bwana katika asubuhi leo naendelea kukuomba Bwana zaidi ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwenye kila sekunde, hatua na dakika nahitaji kusikia sauti yako, nahitaji kukusikia Bwana wangu na Baba yangu katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba sana Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba, ninakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu, kwamba ukafanye matengenezo ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Baba, tafadhali ukae ndani yetu Bwana Yesu, ukatupende maana tukae ndani yako. Wepo wako katembee nasi kwenye kila wakati, kila majira na kila mahali Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana. Baba, kujana kufurika riga diamanda rabushiki rakamanda rabashaka, kwa jina la Yesu aliye hai. Rakadiandoroboshaka ride mehaza rabo, kwa jina la Yesu. Rikatamando robo sheketa ragamanda rabo. Haleluya Bwana, yeketia manda raba. Haleluya Bwana wangu na Baba yangu, naomba neema yako pamoja nasi Bwana. Acha uwepo wako katembee nasi kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu, tunaomba neema yako Bwana juu ya watoto wako ambao Bwana wanaomba sahi. Naomba nguvu yako iwe ndani yao. Naomba Bwana ukawajaze kwa uweza wako, wakajae Roho Mtakatifu. Na kuomba Bwana wakajae Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu aje ndani yao, aje ndani yao, wakapokee mahali walipo, wherever they are, wakapokee kipawa hicho cha Roho Mtakatifu. Na kuomba Baba, wakapokee nguvu yako iwe ndani yao kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba nguvu yako iwe ndani yao, nguvu yako iwe ndani yao, nguvu yako iwe ndani yao, mfalme wa utukufu, kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba neema yako Bwana wangu na Baba yangu na itamalaki kwao kwa jina la Yesu. Weza wako na uwe juu yao. Roho Mtakatifu, nakuomba Bwana ukatamalaki ndani ya maisha yao kwa jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu, katika jina la Yesu. Yesu Kristo mwokozi Bwana na nguvu zetu. Rika tapashike Roho Bwana, ninakuomba Baba ukatembee ndani ya watu wako. Wako watu wako ambao wako na mahitaji mbalimbali, wamepana na hali fulani ya ugonjwa kwenye miili yao. Bwana wangu nakuomba, nyosha mkono wako wenye uweza. Naomba Bwana ukawaguse na kuwaponya kwa jina la Yesu aliye hai. Magonjwa yasiwepo ndani yao. Naomba Bwana ukawaponye wenye matatizo ya mifupa. Naomba ukawaponye leo. Naomba ukawaponye alfajiri ya leo kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba ukawaponye Bwana, waondoleyo shida, waondoleyo changamoto kwa jina la Yesu aliye hai. Wako wengine ambao Bwana wako na shida, yuko yule ndugu ambaye ana changamoto ya taya. Yesu, ninakuomba, nini huwezi fanya? Yesu, tunakuomba Bwana wangu ya kwamba ukamguse yule kijana. Yesu, naomba ukagange hiyo taya, ponya hiyo taya Bwana, maana najua una uwezo. Yesu, ninakusihi ukamguse Bwana. Yesu, ponya kwa jina lako takatifu. Yesu mwokozi, nakuomba ukamponye, muondolee hiyo shida, muondolee hiyo changamoto, ondoa hayo maumivu
ondoa hayo mateso. Yesu nakuomba mponye na kusihi, Bwana ukamponye, naomba ukamuondolee hayo maumivu na mateso na magonjwa hayo. Bwana ameteseka kwa muda mrefu, naomba sasa Bwana wa wakati wa kuponywa, wa wakati wa kuponywa, wa wakati wa kupozwa. Bwana hayo mateso yaondoke ndani yake, naomba ukamponye kwa jina la Yesu. Bwana yuko ile ndoa, Bwana yuko ndoa mbalimbali hawajapata watoto, Bwana wengine wamepata mmoja hawapati mwingine na wanahitaji. Yesu nakuomba, wewe mwenye majibu. Yesu nakuomba, wewe mwenye uwezo wa kufanya yale ambayo wanadamu wameshindwa. Yesu ninakuomba ukaguse na wao. Baba naomba fungua lile tumbo, fungua lile tumbo kwa jina la Yesu. Fungua Bwana ule mwili, fungua Bwana kwa jina la Yesu, wakapata watoto kwa jina la Yesu. Wape uzao wa kiume na wa kike, naomba Bwana ukawape neema, wape kupata watoto, ukawapatie watoto Bwana, wanakuhitaji wewe Yesu. Wakumbuke, naomba Bwana ukawape watoto, wanakutumaini kukutegemea wewe Yesu. Nakuomba wakumbuke, wapatie na wale ambao wakati mwingine wanapata alafu abortion zinatokea. Yesu nakuomba Bwana wangu, hiyo hali ya kuavya Bwana wangu nakuomba Bwana ile mimba isiharibike kwa jina la Yesu. Naomba ukawalinde, naomba Bwana ukawape neema ya kuendelea. Wapatie Bwana wako ambao wanalia mbele zako, wanataka watoto wa kiume, wengine wanalia mbele zako wanataka watoto wa kike. Yesu kumbuka na kuomba ufanye kwa ni kwa ajili yako au utukufu wako. Baba ukajitukuze tena kwa jina la Yesu. Bwana wangu ninakuomba, wako ambao wanalia sahi hawaelewi habari ya uchumi na kuaje. Yesu watetee, naomba wape neema, wafanyie njia wale ambao akili zao zimefika mwisho. Yesu ingia kazini, watetee, wapiganie. Wengine Bwana wanaelekea kufukuzwa kazi kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Yesu naomba ukawatetee. Bwana inawezekana kweli walifanya makosa, wameomba msamaha. Yesu naomba kwa kuwa wametubu kwako, wasamehe, wape neema ya kuendelea, wafanyie njia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba asibaki ambaye anateswa na adui kwa namna yote. Roho za adui, mapepo ya kila namna yanayovamia ndoa za watu, yanayovamia nafsi za watu, ninakukemea adui, una mamlaka. Toka pepo, toka kwa jina la Yesu. Achia maisha yao, achia maisha yao. Umewapelekeza vya kutosha, imetosha. Toka kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kuanzia leo Roho Mtakatifu Bwana kuomba toa maisha yao. Baba ninakusihi makusudi yako yakatimizwe katika jina la Yesu. Awakabidhi mikononi mwako watoto wako hawa Bwana, wanapoondoka Bwana katika maeneo waliopo kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Roho Mtakatifu Bwana kwamba katembee na wao, naomba ukawalinde, ukawatunze. Wanaotumia vyombo vyote vile vya usafiri, hata wanaenda kwa miguu, Yesu naomba ukawatetee, ukawapiganie wote katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba ninakuomba ukatende just for the glory of the name of our Father, in the name of Jesus, amen. Mungu akubariki sana, ukuwe na wakati mzuri, tutaonana tena. Mungu akubariki. Hallelujah.